Ustawi wa Baraza la Wawakilishi kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo, Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto imekutana na Baraza la Wazee mkoa wa Kaskazini Unguja kujadili changamoto zinazowakabili katika mabaraza hayo. Akiongea katika mjadala huo, Waziri wa Maendeleo, Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, amesema kuwa wanajitahidi kukabiliana na changamoto zote ambazo wazee wanazipeleka katika wizara hiyo na kuzitatua. Hapa anaelezea. Lengo la kikao hiki kilikuwa ni kwamba kamati yetu ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Sabiha Faithul Thani kuja kukutana na wazee wetu hawa wa mabaraza ya mkoa wa Kaskazini Unguja ambao wamekusanya mkoa na wilaya zake. Na changamoto ambazo wamekuwa wakikutana nazo kama mabaraza, ikiwemo changamoto ambazo zinashuka katika ngazi za wilaya, mkoa, lakini hata na zile za juu za wizara na taifa kwa jumla wake. Na ikiwemo kwa mfano changamoto ya wazee wetu hawa ambapo wanakuwa katika kupata huduma mbalimbali, huduma zile baadhi ya wakati kwamba wanachelewa kuzipata inavyopaswa, lakini pia kwa masuala la usafiri ambalo gari ambazo wanazotumia katika mkoa wa Kaskazini, hasa wale ambao wanatoka Kaskazini B, kwamba hazifiki kule Mkokotoni katika ile hospitali ambao wangetamani na wao gari zile ziweze kufika ili zirahisishe huduma hizi za wazee. Na lakini hata ikiwemo changamoto ya baadhi ya wazee ambao wana umri wa miaka 80 lakini vitambulisho walivyonavyo vinawasoma wako chini ya umri huo. Kwa hiyo miongoni mwa changamoto hizi na nyinginezo, wizara kwa upande wake basi imezichukua na inakwenda kuzifanyia kazi kwa kushirikiana na wenzetu wa serikali za wilaya na mkoa, kwa sababu hata tunavyokuwa tunasajili wazee tunakuwa tunashirikiana na wenzetu kutoka ngazi ya shehia na wilaya, na baadaye sisi wizara na kushirikiana na Wizara ya Fedha tunamaliza katika kuwa na wazee wetu hawa wanaingizwa katika usajili na kuweza kupata ile pensheni jamii. Ngezi ambazo wamezitoa kutokana na mafanikio ambao wamekuwa wakiyaona kupitia kwa Mheshimiwa Rais na wizara zetu, na kwa pale yale changamoto basi wizara itakwenda kuzifanyia kazi. Likiwemo hilo la kuona kwamba wale wazee ambao yani vitambulisho wao vinasoma tofauti na walivyo, maana nikataka kuona zile taratibu za kisheria ili kuona na wao kama ambapo wazee katika maeneo mengine tayari tumeshatatua changamoto hizi, basi na wao kuona kwamba ili kupitia kazi taratibu za kisheria ili kuona nao tatizo lao hili linatatuliwa. Mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi ustawi wa jamii anayo kuelezea kuhusiana na Baraza la Wazee katika mjadala huo. Thani ni mwakilishi wa viti maalum vya wazazi natokea mkoa wa Kusini Unguja, ni mwenyekiti wa kamati ya ustawi ya jamii ya Baraza la Wawakilishi. Na kubwa ni wale wazee ambao hawajafikia umri, hawana sifa za kupata pensheni hii jamii. Pengine mzee ana umri ya miaka 60, 65. Sasa kwa mujibu wa sifa hajafikia umri, lakini waliomba wazee hawa waweze kufikiria, kwa sababu kuna baadhi ya wazee wana hali ngumu za kimaisha kiasi ambacho wanashindwa kumudu hata kula yao kwa siku. Kwa hiyo serikali ipo, imeasikia, na sisi kama kamati tutaenda kuyatia katika ripoti yetu kuhakikisha na serikali watasikia, wataona jinsi gani hali itakapokuwa nzuri ya uchumi ili wazee kama hao ambao wana hali ngumu ya uchumi waweze kufikiwa. Sambamba na hilo, changamoto nyingine walizosema ni za vitambulisho, ambao vitambulisho hivi vinakosesha fursa yao ya kimsingi kwa upande wa usafiri, kwa upande wa matibabu. Tumezungumza na wizara hapa kuhakikisha vile vitambulisho kwa wazee ambao tayari washavitayarisha basi viweze kuratibiwa na viweze kutolewa, wasingoje mpaka zoezi zima la vitambulisho liweze kukamilika. Waliratibu hili vitambulisho viweze kufanya kazi ili zile fursa za wazee ambao wanapaswa wapate kama zile za matibabu, za usafiri na maeneo mengine, ili wazee hawa waweze kufaidika. Nao baadhi ya wajumbe kutoka Baraza la Wazee Kaskazini wanayo haya ya kuelezea. Changamoto kutokuwa kwa ni uwezeshaji wa baraza mdogo au haupo, kwa sababu wazee ndio wazee. Huwezi kuwaita wazee kila siku ukawa unapa maneno matupu. Angalau pawe na chochote uweze kwa mfano kama vile hapo wazee wameitwa wamepata nauli, kwa hivyo angalau wapate. Ndio hivyo katika shehia zetu au wilaya na mikoa hakuna vitendea kazi, hakuna nyenzo zozote zinazowasaidia mabaraza wazee kufanya kazi. Kwanza tunapongeza serikali kwa kuamuru kuunda mabaraza haya, lakini tunaiomba serikali iyatizame ya mabaraza katika kujimudu kufanya kazi zao. Kwa upande wangu naona serikali imeanzisha mabaraza ya wazee ili kuunganisha ndani ya chombo cha serikali, na wao wanajulikana wazee kama wanavyojulikana sekta nyingine. Kuna baadhi ya mafanikio tumepata, kwa sababu katika wilaya yetu ya Kaskazini kuna shehia 2 ambazo zilipata mradi, shehia 3 ambazo zilipata mradi,
na shehia nyingine hazijapata, lakini hata hizo zilizokuwa hazijapata zina mafanikio ya kuweza kwanza kujiunda wao wenyewe wale wazee, kujiweka pamoja na kuweza kujua kuwa sisi tunathaminika ndani ya serikali. Ndio maana kawa wanajiweka pamoja na kuzungumza yao ambayo wanayajua wao wenyewe wazee au wanayojipangia. Changamoto iliyokuwako, kwanza wazee hawajielewi kama sisi ni watu wa mabaraza ambao tunathaminika. Kwa sababu gani? Katika mabaraza ya ndani ya shehia ni vigumu viongozi kufika ili kuwatambua kuwa hawa ndo wazee wa mabaraza na nini tuzungumze nao. Hiyo changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni uelewa, yani changamoto ya pili ni ukosefu wa ile faida ambayo ipo ndani ya serikali ya pensheni jamii. Kuna baadhi ya wazee weshatimia umri wa miaka 70 na wengine kupindukia, lakini hawajapata ile pensheni jamii kutokana na vielelezo vyao havielezi kuwa ni umri wao umetimia, inaeleza umri wao mdogo, na pengine wengine kwa kutokujielewa kiafya. Kuna wazee ambao afya zao hazijielewi, tuseme kama kidogo wana upungufu wa akili. Sasa mtu kama huyo unaweza kumfata ili akupe vielelezo, utashindwa. Kwa vile naiomba serikali ifanye jitihada ya makusudi watu kama hao wawafikie na waweze kuwasajili kutokana na hali zao walizo, ili waweze na wao kupata haki yao kama wanavyopata wenza wao. Uzee na kuzeeka haukwepeki, ndio msemo wa wazee hao. Mimi ni Mariam Khair, Leaders TV.